Kiongozi, habari za asubuhi. Salama, mambo vipi? Salama, naona kumekucha. Mchaka unaendelea. Rasmi mnarejea katika majukumu ya klabu kwa maana ya ngazi ya klabu na moja kwa moja ligi ya mabingwa Afrika, kibarua kilichopo mbele yenu. Kwanza kama viongozi, ninyi mmejipanga vipi na mmeiandaje timu kuelekea mchezo huo? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kumeshakuja salama. Tuko Dar es Salaam Airport, tunaelekea Lilongwe, Malawi. Kama viongozi tumetimiza majukumu yetu vizuri kabisa kama inavyotakika. Kwa hiyo mengine yamebaki ni ya benchi la ufundi. Tunaenda Malawi kwenda kucheza Silver Strikers, ndio? Mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika haiwezi kuwa mechi rahisi, itakuwa mechi ngumu. Lakini tuna timu nzuri ambayo na uhakika inaweza kufanya jambo hata ugenini kama tulivyofanya Angola na tukarudi tuko kwenye mazingira mazuri zaidi. Imekuwa ni mechi yenye umuhimu wa namna gani? Kwa sababu tukiangalia ni mechi licha ya kwamba ni hatua za awali lakini nguvu kubwa pia imetumika mpaka kusafirisha mashabiki. Gari zaidi ya 10 zimeondoka kutoka Dar es Salaam, mkoa wa Mbeya tu kuna gari zaidi ya 15 zimeondoka kuelekea Malawi. Kwani ninyi ni mchezo mnaochukulia vipi? Tunachukulia mchezo kwa uzito mkubwa kwa sababu ni ligi ya mabingwa barani Afrika na wale ni mabingwa nadhani kwao kama ilivyo sisi kwetu. Kwa hiyo tunachukulia kwa uzito mkubwa. Watu wa Yanga kusafiri na timu, kuifuata timu yao inapocheza ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hilo wala lisikushangaze. Ila niendelee tu kusisitiza na mashabiki wengine wazidi kuongezeka kwa sababu Malawi hapa sio mbali. Tufanye jambo kama tulilolifanya Kigali msimu miwili iliyopita. Naona bwana, kwa hiyo cha msingi naamini tunaenda kufanya vizuri. Mmefanya ongezeko kwenye benchi la ufundi, kocha msaidizi kutoka nchini Malawi. Kwenu ninyi mnahisi hii inaweza ikawa ina msaada zaidi kwenye timu kuelekea mchezo huu unaofuata na michezo mingine? Ni mwalimu mkubwa, mwalimu wa CV nzuri kabisa. Vile vile wajua mwalimu wetu msaidizi Manu amepata shida kidogo ya kiafya. Kwa hiyo timu haiwezi kuwa bila msaidizi. Ndio maana tumempoint yeye ambaye tunamuona kabisa, ukiangalia CV yake amefanya kazi kwenye vilabu vikubwa. Kwa hiyo naamini kuna sehemu ataonyesha mchango wake, naamini kuna sehemu atatuweka. Mashabiki wanaobaki kuwatazama Yanga kwenye televisheni na wengine wote ulimwenguni kote wategemee nini sasa kutoka kwa Yanga hii kwa namna ambavyo viongozi mmejipanga na kwa namna timu ilivyo? Timu yao ni ile ile. Timu yao ni ile ile. Nadhani tunaendelea pale pale tulipoishia. Lengo letu msimu tufanye vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa sababu msimu uliopita kwa sisi tunaona tukufanya vizuri, lakini kwa records za Yanga za miaka mingi ambayo imepita huko nyuma tunaamini kabisa ilifanya vizuri. Kwa sasa hivi ndio tunazidi kutengeneza barabara ambayo kuendelea kuiweka Yanga kwenye eneo fulani. Yaani iwe kila msimu sasa tuwe tuna uhakika kucheza hatua ya makundi na kwenda mbele. Na malengo yenu msimu huu kwenye ligi ya mabingwa Afrika? Cha kwanza makundi, kwanza tuvuke hapa tuingie makundi. Hatua zitakazofuata jinsi vile mtakavyokuwa mna qualify ndivyo ambavyo mtakavyokuwa mnazidi kuongeza nguvu. Kila la heri. Asante sana.